Naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi William Mkonda, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini. Nimekuja Arusha hususani kutembelea chuo hiki cha ufundi cha Arusha, kuona namna wanavyoendesha na kusimamia mafunzo kwa madereva wetu wa awali, lakini ni wale wa HGV na PSV. Lakini nimepata fursa ya kupitia karakana na kuona nyenzo mbalimbali zinazotumika kuwafundisha madereva wetu hawa kwenye nafasi hizo za udereva. Lakini nimepata nafasi ya kuongea na madereva ambao wapo kwenye mafunzo hayo, hususani wale wa HGV na PSV. Lakini nimeongea na makondakta ambao nao wapo kwenye mafunzo kwenye chuo hiki. Tumeongea mambo kadhaa, ikiwemo kuwasisitiza wazingatie mafunzo wanayopata hapa chuoni, na kwa pamoja tunapenda kuona mafunzo haya, elimu walioipata tuione kivitendo kwenye barabara zetu. Ili tukimwona dereva ambaye amemaliza mafunzo haya kwenye chuo hiki, tukimwona kondakta ambaye amepata elimu darasa kwenye chuo hiki, basi tuone ile elimu, ule uelewa ambao amegawiwa na chuo hiki. Wengi wamekuwa pamoja na mimi na kuniahidi kwamba watakwenda kusimamia, watakuwa wasikilizaji wazuri, watakuwa wanafunzi wazuri, na nitaona mabadiliko makubwa kwenye barabara zetu, kwa maana ya madereva wetu, lakini na watu wa huduma kwa maana ya makondakta kwenye mabasi ya abiria. Nimewasisitiza tu, kwa mfano makondakta nimewaambia wana wajibu wakiwa kwenye magari haya, ikiwa ni pamoja na kuwasikiliza abiria, kuwaelimisha abiria, lakini kutoa huduma ndogo ndogo kwa abiria wetu pale wanapopata matatizo au inapotokea changamoto yoyote ya abiria ndani ya mabasi yetu. Lakini nimewaambia wawe vinara wa kukataa tabia zinazoonyeshwa na baadhi ya madereva ya uendeshaji usiofaa, yale mapuuza ya kuheshimu alama na michoro ya usalama barabarani, mwendo kasi, madereva ambao wakifika kwenye vituo mbalimbali vya vyakula na maeneo mengine wanaona jinsi wanavyoweka vileo wakiwa wapo nao safarini, wasikae kimya, wawe wa kwanza kupaza sauti. Lakini vile vile tunasisitiza hivi vyuo visimamie mafunzo ya kina kwa walimu wa madereva. Arusha wana nafasi ya kutoa na vyuo vingine vinatoa. Kitumwambie mwalimu wa madereva, nataka mwalimu ambaye amebobea, ambaye anakwenda kutuwakilisha kwenye kuzalisha madereva wapya vizuri. Kwa tunataka walimu hawa wapikike vizuri, ili tukisema mwalimu huyu anafundisha shule fulani ya udereva, basi tuwe na uhakika zao la darasa lake lina afya kwa usalama wa barabara zetu. Kwa hiyo hayo ndio machache ambayo nimekuwa
Nimeyaona hapa chuoni jinsi chuo kilivyo, kila mifumo ya kisasa ya utoaji mafunzo haya, na ninawapongeza na wataka tena Arusha Ufundi chuo chetu kiendelee kujiongeza zaidi kwa kujikita zaidi kwenye mifumo ya kisasa. Tuna magari yanayotumia umeme, tumeanza mapikipiki yameanza na magari yameanza mdogo mdogo. Tuhame sasa teknolojia yetu kwa kuangalia kesho yetu inakujaje. Kwa hiyo hata mtindo wa mafunzo yetu, shule zetu lazima zijielekeze kesho tunayokwenda. Dunia inakwenda wapi sasa hivi? Kwa naona wameanza kuangalia tunapokwenda. Udereva ni taaluma. Taaluma yote lazima ina msingi ya kupata mafunzo. Tutategemea madereva hawa wapate mafunzo, na mafunzo hayo wanayapata kwenye vyuo mbalimbali vilivyosajiliwa, Arusha Tech kikiwa kimoja wapo. Zana ya dereva kutembea na cheti barabarani labda ulipata tofauti kidogo. Vyeti hivi ndivyo vitawasaidia kwenye wanapokwenda kubadilisha leseni zao au kwenda kuongeza madaraja. Sasa hizi mifumo ya utoaji leseni imebadilika sana. Inahitaji ili mtu badilishe leseni yako, lazima mhusika uwe umehudhuria mafunzo fulani. Kama unataka uwe na daraja la kuendesha HGV, basi lazima ukuhudhurie mafunzo ambayo yanalenga kupata HGV. Ukitaka kuendesha magari ya abiria, lazima uhudhurie mafunzo na kudahiliwa, na unapopasi utapata hiyo daraja. Ile movement ya kinatokea nini huko ndani. Kwa hiyo hata kama ukimsikiliza masuala ya lubrication system, kama kuna vyuma kule vinatembea vinasagana, usipo check oil kwenye engine yako, at the end madhara. Usipoweka maji kwenye engine yako, kwa hiyo anapata uhalisia kwamba kumbe nisipoweka maji, nisipoweka oil, anything can happen. Kwa sababu ile vyuma vinasuguana. Yes. Kwa hiyo lakini pia tunazo engine ambazo zenyewe hizi ni mpya. Tunawafundisha watu standard na kuchonga. Sasa lazima ione standard ikoje. Na napima standard ione ikoje na ya kuchonga ikoje. Kwa hiyo zile za kule nje nakuta sasa ziko za hizo size tofauti 25, 50, 75. Lakini hatumwachi hivyo. Tunamleta kwenye assembled. Yeah. Ni ipi ambayo unawasha bisheli? Hii hapa. Ndio tuwashie basi. Unamleta kwenye assembled. Mambo ile mifumo ambayo ulikuwa umemwangalia. Sasa hapa tunamwekea mezani. Ile gari kama ule moyo wa gari ambao tunaweka huko. Kwa hiyo habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.